Kwa kifupi sana, kama nisikia hapa natoa sauti ili tusikie wote. Kwa kifupi sana ambacho amekizungumza CEO wa klabu yetu leo, ametuambia kwamba Young Africans tunakuja na project inayoitwa Yanga Soccer School. Tunakuja na project kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa vijana hapa Tanzania. Na project hii ni kama shule, ndio maana imeitwa Yanga Soccer School. La kwanza, kwa nini Young Africans imeanzisha Yanga Soccer School? Sio hapa ametupa takwimu sensa ya mwisho ambayo ilifanyika hapa Tanzania, ambayo ilionyesha watoto kutoka umri wa 0 mpaka 14 ni watoto zaidi ya milioni 26 ambao wako ndani ya mipaka ya Tanzania. Na katika watoto hawa wako watoto ambao wamebeba ndoto za kuwa wacheza mpira. Katika watoto hawa wako wazazi ambao wanahangaika usiku na mchana kuhakikisha watoto wao wanatimiza ndoto kubwa za kuwa wachezaji wakubwa wa mchezo wa mpira wa miguu. Tunafahamu wote sasa hivi mchezo wa mpira wa miguu sio tena mchezo wa kujifurahisha. Football sasa hivi ni kazi, na ni kazi inayolipa vizuri. Unamwona bwana mdogo Lamine Yamal akiwa na miaka 16, 17 ameshakuwa mchezaji mkubwa duniani, ameshakuwa mchezaji anayelipwa vizuri duniani, ameshakuwa mchezaji ambaye amebeba ndoto za familia yake za kimaisha ni kupitia football. Ukimwangalia Lamine Yamal amepata misingi mizuri kutokea chini mpaka sasa hivi kwenye age ya miaka 16 ameweza kuishangaza dunia. Na sisi Young African Sports Club kama taasisi kubwa ya kimpira hapa Tanzania, kama taasisi ambayo ina heshima kubwa nje ya mipaka ya Tanzania, tumeona ni wajibu wetu sasa kurudi chini na kuja kusaidia ndoto za wazazi kutimia na ndoto za vijana hawa kucheza mpira katika njia sahihi. Kunaweza kuwa na vituo vingi, lakini Yanga Soccer School inakupa njia sahihi wewe kama mtoto kufikia karia yako ya kwenda kuwa kwenye professional footballer, kuwa mchezaji wa soka la kulipwa, njia sahihi. Ndio maana ukiangalia hapa sio amegawa hizi umri katika maeneo matatu. Kwa Yanga Soccer School itakuwa na maeneo matatu kwenye umri. Kuna watoto chini ya miaka 11, kuna watoto chini ya miaka 13, na kuna watoto chini ya miaka 15. Ukizingatia 11, 13 na 15. Ukizingatia tayari Young Africans tunayo timu ya chini ya miaka 17 ya vijana, tunayo timu ya under 20 na tunayo senior timu yetu. Maana yake tunampitisha mtoto katika njia sahihi kuelekea kwenye karia yake ya soka la kulipwa. Sasa wazazi wengi kuzungumza nao wana ndoto watoto wao wacheze mpira, lakini ile elimu sahihi ya mtoto wake kucheza mpira, lile eneo sahihi, kwa sababu unapozungumza umri wa miaka 11, miaka 13, unazungumza mtoto ambaye inabidi apate maarifa sahihi, kuwe kuna eneo sahihi kwenye usalama wa huyo mtoto, kuanzia security yake, afya yake na kila kitu mzazi anapompeleka mtoto. Kwa sisi tumetengeneza soccer school hii kwa kukata hizo age. Kwanza tunakwenda kuweka maarifa sahihi kwa watoto. Kutakuwa na mtaala sahihi wa elimu ya mpira kwa chini ya miaka 11, miaka 13 na miaka 15. Lakini namba 2, Young African Sports Club, taasisi hii kwa ukubwa wake na heshima yake, itamuhakikishia mzazi vitu vikubwa vitatu. Kiondoa mtaala sahihi, vitu vikubwa vitatu vipata hapa kwenye Soccer School. Kwanza, taasisi yetu ni taasisi inayoheshimika, ni credible institution.
sio taasisi tu ya kawaida, ni taasisi ambayo wameshapita watu wengi wakafanikiwa kimpira. Ni taasisi ambayo imeshasaidia watu wengi kwenye football wakafika katika karia za mbali. Achilia mbali wachezaji tu ambao mnaona watamba Afrika, wako wachezaji ambao wamepita Yanga wametamba pia barani Ulaya. Maana yake ukimleta mtoto wako kwenye Yanga Soccer School, number 1 utamleta kwenye taasisi inayoheshimika, credible institution. Namba 2, tunakuhakikishia usalama wa mtoto wako. Usalama wa mtoto wako anapotoka nyumbani, anapokuja kwenye kituo ambacho kitakwenda kutangazwa hapa itakuwa wapi hiyo shule yetu, usalama huyo mtoto kwa muda wote ambao atakuwa na jopo la wataalamu ambao yuko nao hapa Yanga. Namba 3 ni afya. Tutahakikisha watoto hawa mbali na kuandalia mazingira mazuri ya kukua kimpira, kuwa na usalama sahihi, lakini pia wanakuwa na afya nzuri ili tuweze kumwandaa mchezaji sahihi. Tunasema afya ni concept pana. Tunataka huyu mtoto muandae awe completely footballer. Kwa hiyo tunamuandaa kwenye age ya under 11, under 13, under 15. Mchezaji aliyekamilika tunamuandaa hapa. Kwa hiyo ukisikia afya usifikiri malaria tu. Tunaandaa mchezaji kwenye misingi sahihi ya afya ya mchezaji mpaka anakuja kuwa mchezaji aliyekamilika anapotana kwenda professional. Na sasa hivi ukiangalia ndugu zanguni, age ya 17 unaweza kucheza professional. Unacheza kabisa professional football. Kwa hiyo ukija Yanga Soccer School ukapata misingi sahihi, ukisha turn kwenye under 15 ukienda under 17, guarantee kabisa kucheza kwenye professional football ukiwa na misingi sahihi. Na mwanzo nimwagusia kuhusu taaluma, mtaala sahihi wa elimu. Kuna mzazi mmoja tulizungumza naye, yeye anatumia gharama kubwa kusafirisha mtoto wake kutoka hapa, amemtafutia shule nje ya mipaka ya Tanzania akiamini huko ndiko kuna walimu sahihi wa kuweza kumfundisha mtoto wake acheze mpira haraka. Tanzania alikuwa haoni. Kwa hiyo tulichokifanya sisi, kwa sababu watu wanakimbilia elimu nje ya mipaka ya Tanzania, sisi tumekwenda kuchukua hao wataalamu ambao wazazi wa Kitanzania huwa wanasafirisha watoto wao kwenda nje kwa gharama kubwa kupata hiyo taaluma. Sisi tunakwenda kuleta wataalamu ambao wataiongoza hii soccer school. Na project hii itakuwa chini ya technical director yetu Paul Matthew. Fikiri mnamuona. Ndio itakuwa project hii ipo chini yake kwenye swala zima la kiufundi na la kumdevelop mtoto mpaka anapofika under 15. Kwa hiyo ni fursa kubwa kama CEO amesema, ni fursa kubwa kwetu sisi wazazi, ni fursa kubwa kwetu sisi walezi, lakini kipekee ni fursa kubwa kwa vijana wa Kitanzania wenye ndoto ya kufika mbali kimpira. Yanga Soccer School itadili na watoto wa kiume na wasichana. Yaani kama una binti yako nyumbani, mtoto wako ana miaka 11 chini, 13 kushuka chini, 15 kushuka chini, na unamuona unataka awe kama Aisha Masaka, unataka mtoto wako afike acheze mbali. Binti nyumbani unamuona anapiga sufuria pale, anapiga nini bakuli pale, unaona kuna mchezaji hapa. Sasa walikuwa hawapati majibu wazazi, mtoto wangu wa kike akiwa anapenda mpira nafanyeje? Inabidi nisubiri mpaka baadaye kamaliza ndio Yanga Princess JKT wamuone aanze kucheza. Na ukiangalia hata makocha wa national team sasa hivi wanapata kazi kubwa kufundisha mabinti zetu mpira wakiwa kwenye level ya kushindana. Kwa hiyo Yanga Soccer School inakwenda pia kumpa msaada mtoto wako wa kike hapo nyumbani. Mlete hapa katika umri huo mdogo, atafundishwa mpira. Akishafika miaka 15 kwa jopo la wataalamu hawa ambao tuko nao. Na hapo mwanzoni CEO aligusia habari kubwa kwamba miongoni mwa wageni waalikwa wa siku ya uzinduzi wa Yanga Soccer School ambao itafanyika siku ya Jumamosi inshallah. Jumamosi hii inayokuja
Atakuja kutuelezea vizuri hapa mkurugenzi wa mashindano itafanyika wapi na taratibu zikoje kwa watu kwenda pale kupeleka watoto wao. Lakini mgeni mwaliko ambaye tumemwalika na ambaye tunakwenda kufungua naye mahusiano ya kuliendeleza hili jambo ni Pitso Mosimane, kocha mkubwa zaidi barani Afrika, kocha ambaye kashafanya makubwa zaidi barani Afrika, kashafundisha vilabu vikubwa barani Afrika, kashatoa wachezaji wengi ambao wamekuwa wachezaji wakubwa barani Afrika. Na kama haitoshi, Pitso Mosimane yeye alitutangulia sisi, tayari anayo Pitso Soccer School kule South Africa na inafanya vizuri. Kwa hiyo tumemwalika kwanza kushiriki na sisi kwenye uzinduzi siku ya Jumamosi, lakini namba 2 ni kuchota pia na maarifa ambayo yuko nayo, ambayo ameyatumia kusaidia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya mchezo wa mpira miguu pale South Africa, kuanzia kwenye level ya vijana. Kwa hiyo ni fursa kubwa kwa wazazi na walezi kuleta watoto wao Yanga Soccer School kujifunza mpira. Mimi binti yangu anaitwa Sharifa. Hii ni iwe anataka iwe hataki, mimi nitamchagulia ndoto, atajiunga Yanga Soccer School Sharifa. Na sasa hivi nitaanza kumuita Sharifa Pele. Nianze kumjaza sumu. Tamleta kwa sababu ni fursa ambayo ningetamani mimi. Mungu amenijalia binti kwanza. Sijui inakuwaga vipi na hii technically mtoto wa kwanza anaanzaga mwanamke. Sijui inakuwaga vipi. Tutakuwa mnanielewa wenzangu, lakini ndoto zangu ambazo nitamani mtoto wangu wa kiume angecheza mpira, kumbe sasa hivi dunia mtoto wangu wa kike anaweza kustimiza. Mimi kama baba nikawa nipo kwenye TV na muona Sharifa Kamwe anakitwanga pale. Very nice, na enjoy. Hivi unafikiri mzazi sasa hizi wa Aisha Masaka anajisikiaje? Mtoto wake yuko Brighton. Guys, anacheza Brighton, ligi kuu ya wanawake Uingereza huko. Brighton. Na ukiangalia njia ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume kwenye kutoboa, kama ya kike imenyoka nyoka hivi kufika huko Ulaya haraka. Sharifa Kamwe atacheza ndiki na atakuja Yanga Soccer School. Na nyie waandishi wote, watu wazima wote, mna mwisho wa mwezi kupeleka huduma mahala. Leteni watoto wenu Yanga Soccer School. Awe ni binti, awe ni wa kiume, mleteni ajifunze mpira. Miaka 17 ambayo wewe ungeanza kupambana naye umlipia ada mpaka shule amalize, miaka 17 amekuja Yanga Soccer School, boli imo, anajisomesha, anamaliza na anakulea na wewe mzazi. Raha iliyoje hiyo kenge. Unaanza kulelewa na mtoto wako miaka 17. Safi. Kupitia mpira. Mpira ni ajira kubwa ambayo imesaidia vijana. Ndio nagusia Paul Matthew. Lazima tupeleke mahaba kwa watoto na technically tuwaandae wawe vizuri. Kwa hiyo ni fursa kubwa ndugu zanguni ambao mnanisikiliza, na Yanga imefungua hii shule maalum kwa ajili ya kutoa elimu hii, na wataalamu tumewaleta kutoka nje. Paul Matthew atawaleta hapa. Kwa hiyo sio tena sio shule, ni shule kweli ya football. Sasa nimkaribishe mkurugenzi wetu hapa wa mashindano aweze kutupa sasa taratibu. Uzinduzi unafanyika wapi, kuanzia saa ngapi, kiangalia benefit ambazo unazipata mtoto wako akiwa na kipaji. Ni njia ya moja kwa moja mtoto wako kutoboa kucheza Young African Sports Club. Na kama hachezi Young African Sports Club, ni njia ya moja kwa moja mtoto wako kuonyesha kipaji chake na kuingia kwenye professional football akiwa na umri mdogo. Hii gharama ya shilingi 400,000 ambayo ameisema hapa kama ada ya mafunzo, kama ada ya mafunzo ya kila mwezi, ni gharama ndogo sana. Kwa mwezi wa kwanza kwa mtu mpya amesema ni 600,000 na ameielezea vizuri, kwa sababu 600,000 utalipa 150,000 kwa ajili ya uniform ambazo utakuwa na pea zote juu mpaka soksi. Sio mtoto anakwenda kujifunza mpira miaka 12 anavaa soksi kubwa kuliko yeye. Hapana. Utakuta vifaa sahihi vya mtoto wako kuchezea. Unajua mpira pia una umri wake. Ule mpira sio mpira anaopiga Azizi Andambwile leo mtoto wako akaupiga pale. Kesho na kesho kutwa mtoto anaanza kukomaa na miaka 12. Kumbe vifaa anafundishiwa mtaani. Mzazi hujui. Mtoto wako anatoka shule, mama anaenda kukitwanga hapo nyuma hapo.
umri miaka 13 anaenda kuchezea mpira wa kuchezewa na watu wazima. Baada ya muda mfupi shida mifupa inaanza, mifupa inakaza, mara misuli nini, kumbe mpira anajifunzia mtaani. Hapo unapata vifaa sahihi. Mtoto wa miaka 11 iko mitaa huko tunapita tunaona wanarudishwa kwenye koni miaka 11, subhanallah. Mtoto anarushwa kwenye koni pa. Jamani, njooni Yanga Soccer School mpate elimu sahihi ya mpira ya kumpa mtoto wako kwa ajili ya kumuendeleza. La kwanza, msaada wa kwanza ambao Yanga inautoa kwa mtoto wako ni kumuandaa kuwa product sahihi kwa mpira wa Ulaya. Na hiyo ni muhimu kuliko chochote kile. Unaweza kuwa na njia ya kufika Liverpool, lakini usiwe product sahihi ya kucheza Liverpool. Kwa sisi cha kwanza tunaandaa product sahihi ambayo itakidhi mahitaji ya soka duniani. Lakini namba 2, tumetangaza hapa, tumemkaribisha Piso Mosimane anakuja, na Piso Mosimane tayari anao Piso Soccer School. Kwa hiyo ni mlango wa kwanza wa kuifungua Yanga Soccer School kuwa na connection zaidi nje ya mipaka ya Tanzania, kuhakikisha elimu inapatikana sahihi, lakini pia fursa sahihi ya mtoto kutoka Yanga kwenda sehemu nyingine kuweza. Sisi kwa namba ambayo sio ameitaja hapa, na watoto wakija wakijisajili hapa, wote hawa hawawezi kuwa wachezaji wa Yanga. Exactly. Haina uhalisia. Watakuwa wanahudumia vilabu vingine, wanahudumia sehemu. Lakini sisi kama club tutakuwa tuko proud tumemwandaa mchezaji sahihi ambaye anakwenda kuhudumia mpira mwingine katika klabu nyingine, lakini manufaa yatarudi kwa Tanzania. Tutakuwa na national team ambayo sasa imejaliwa wachezaji ambao wameandaliwa kutoka chini, wakiwa wamepata maarifa sahihi ya kimpira na wanakwenda kutumikia taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo ni manufaa mengine ambayo mzazi atayapata mtu wake akija hapa Yanga Soccer School.